Wakati wagombea wa nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka vyama mbalimbali wakiendelea kujinadi kwa wabunge na kujibu maswali, hali imekuwa tofauti kwa mgombea wa kiti hicho kupitia chama cha NLD, Anita Halfani Mgaya, aliyekataa kujibu swali la mbunge wa Tarime mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, Esther Matiko, aliyemuuliza kwamba natambua tuna aina 5 za makundi ya wabunge ambapo wanakuja katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ningependa angalau unitajia aina makundi 4 tu kwa sababu nataka kuwa spika wetu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tazama hali ilivyokuwa baada ya kukataa kujibu swali hilo. Nilipata nafasi ya kugombea ubunge kwenye jimbo la Kibiti. Nilipata kula nyingi sana, lakini hazikuweza kujitosheleza kuwa mmoja wenu leo hii. Hivyo lengo langu la kuwa hapa mbele yenu ni kuomba kula zenu kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwa na lengo kuu la kujenga mshikamano, maelewano katika nchi yetu hii ya Tanzania, ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Endapo mkinipa dhamana hii, endapo mkinichagua, nitahakikisha nasimamia misingi, sheria, haki na usawa, ufanisi na uwajibikaji wa kila mmoja wetu. Lakini pia nitasimamia nidhamu, heshima katika kujenga hoja zetu, lakini katika mijadala yetu. Na endapo mkinichagua, kwa vile mimi ni kijana, nitawahimiza, nitawaelekeza vijana wenzangu jinsi gani ya kutunza amani katika nchi yetu. Maana amani, upendo, utulivu ndio tunu ya nchi yetu. Lakini pia mkinichagua kuwa spika, nitahakikisha tunalisaidia taifa letu huku tukishirikiana na serikali yetu na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ndugu wabunge, kwa unyenyekevu mkubwa naomba kura zenu. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu Anita Halfani Mgaya. Swali la kwanza, Mheshimiwa Esther. Na swali dogo tu. Katika maelezo yako ulisema ni kati ya wabunge ambao umegombea kuomba ridhaa wananchi kuja bungeni. Natambua tuna aina 5 za makundi ya mabunge ambao wanakuja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ningependa walau nitajie aina ya makundi 4 tu kwa sababu nataka kuwa spika wetu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Anita, ungependa kulijibu swali hilo? Hapana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimempa fursa kwa sababu najua yeye amekuja kuomba hapa. Anajua amekuja kuomba kura kwa wabunge ambao wote ni wabunge bila matabaka. Ukishaingia humu wote ni wabunge. Njia za kuingilia humu ziko nyingi, lakini ukishaingia huku mbunge. Kwa hiyo ndugu Anita, tunakuruhusu. Hakuna maswali mengine? Hapana, kuna swali. Kuna swali. Swali jingine? Ndio. Nani? Hapa. Wapi? Huku. Asimame wanauliza. Mwenyekiti hapa. She, karibu. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kumuuliza swali dogo. Kwa kuwa amesema tutakapompa ridhaa ya kuwa spika atawaunganisha vijana, wakati humu ndani kuna lika la wazee. Je, anatuweka kwenye fungu gani atakapowaunganisha vijana?
Ndugu Anita, umemsikia vizuri? Ndiyo, nimemsikia. Unaweza ukasema kidogo? Ndiyo. Ruksa. Nimesema kwamba nitahakikisha ninawaeleza vijana kulingana na uhalifu uliotokea. Nitahakikisha nawaeleza vijana ya kuwa Tanzania yetu inahitaji upendo, amani na furaha ili iweze kutimiza majukumu yake ya kitaifa. Kukiwa hakuna amani, kukiwa hakuna upendo, kukiwa hakuna furaha, na tukizingatia vijana ndo nguvu kazi, watashindwa ama tutashindwa kutekeleza majukumu yetu ya kitaifa. Haya. Ndugu Anita, nadhani maswali yameisha tunakuruhusu. Asante sana kwa maelezo. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.